Assalamu alaikum na karibu katika urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 4 ya mwezi wa 11 mwaka 2024. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu, kwa moyo mkunjufu kabisa ni kualike kunako urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Sheikhani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kumbuka kukumbusha, kabla ya mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana Facebook kwa jina la Toka Zamani TV, Instagram ni Toka Zamani TV, X au Twitter hapo zamani ni Toka Zamani TV, TikTok ni Toka Zamani TV. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Je, unasumbuliwa na magonjwa mbalimbali? Utana na Dr. Mkwamba hii leo. Huyu ni mtaalamu wa tiba kutoka Tanga. Anatibu matatizo mbalimbali ya kiafya kama vile magonjwa ya tumbo, kukosa mtoto, matatizo katika ndoa, mapepo, majini na mashetani, lakini pia matatizo ya vidonda vya tumbo na magonjwa mbalimbali ambayo yameshindikana hospitali. Mpigie hii leo kupitia 0678121625 au WhatsApp namba kwa wale waliokuwa nje ya Tanzania kupitia 0752388329. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia kwenda Cuba kukuza ushirikiano. Adopole kifo cha Jaji Kapenka. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3. Gazeti limeandika JK aishukuru serikali uwekezaji JKCI, ajenge bilioni 2.7, asifu NMB kutoa bilioni 1. Habari katika ukurasa wa 3. Kamati ya shauri mambo manne uhimilivu deni la taifa. Habari katika ukurasa wa 3. Mwalimu avunjwa mguu na mumewe kisa ada ya mtoto. Habari katika ukurasa wa 8. Gazeti hili limeandika mamia wa muaga Musuguri Butiama. Habari katika ukurasa wa 2. Kiboko au wawa wananchi wagawana nyama. Habari katika ukurasa wa 20. Pinda diaspora tueni maoni dira ya maendeleo 2050. Habari katika ukurasa wa 2. Wakulima korosho walipo bilioni 140 Mtwara. Habari katika ukurasa wa 15. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele udhibiti wa bodaboda bajaji vurugu tupu, malalamiko ongezeka kwa madereva wake kutojali watumiaji wengine wa barabara, polisi wakiri kuelemewa kuanzisha sheria kuwadhibiti wanufaika wa vyombo hivyo watoa kauli. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika 75% kiwango cha pikipiki na bajaji katika orodha ya vyombo vya moto vya usafiri hapa nchini. Nukuu ya Zabron Mwasapile inasema bodaboda na bajaji wanajiona watoto pendwa, hawafanyi lolote, wakati mwingine wakikamatwa adhabu wanapewa ndogo, huku barabarani ni vurugu. Usipokuwa makini wanakusababishia ajali au hasara kubwa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Mwananchi limeandika aliyemshtaki baba yake kuuza shamba pasua la 7. Unamkumbuka mtoto Anton Petro aliyeibua mjadala na kujipatia umaarufu mwaka 2018 kwa kumzuia baba yake asiuze shamba la familia. Hatimaye Anton amemaliza elimu ya msingi na kuibuka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Alama alizoacha Jaji Kipenka: maisha ya mwanadamu ni kama hadithi tu, basi ewe ndugu yangu, kuwa hadithi nzuri kwa hao watakaosimuliwa. Kauli hii ilitolewa na rais mstaafu wa awamu ya pili hayati Ali Hassan Mwinyi. Inasadifu hadithi aliyoiacha Jaji mstaafu Kipenka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Mnyukano lala salama kama la Trump. Habari katika ukurasa wa 5. Hakimu asotea haki ya kuachishwa kazi kwa miaka 7. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6. Dar es Salaam, aliyekuwa hakimu mkazi Pangani mkoani Tanga Hamisi Bali na kuachishwa kazi Januari 31 mwaka 2016 kwa madai ya utovu wa nidhamu na uzembe katika utekelezaji, asotea haki ya kuachishwa kazi kwa miaka 7. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Nalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, lenyewe limeandika Biteko aeleza Samia alivyoipaisha Sengerema, asisitiza wananchi kushiriki uchaguzi serikali za mitaa kwa amani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Majengo ya Wajerumani yazusha jambo Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 4. Mikoa kufunguka kiuchumi kwa kujenga miundombinu bora. Habari katika ukurasa wa 4. Kikwete changieni watoto matibabu ya moyo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika Balozi Kombo aongoza maandalizi ziara ya Rais Cuba. Habari katika ukurasa wa 4.
bilioni 60 kuwekezwa bandari tatu ziwa Victoria. Habari katika ukurasa wa tatu. 76 washtakiwa kwa uhaini Nigeria. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Zaidi ya kilo milioni 44.5 za tumbaku kuzalishwa. Habari ni katika ukurasa wa 5, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tutazame sasa gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni uchaguzi ujao. Lissu aweka msimamo upinzani kuungana. Habari katika ukurasa wa pili. Utafiti wa baini wanaoishi na VVU hatarini zaidi magonjwa akili. Habari katika ukurasa wa 7. Kiboko auawa kwa risasi, wananchi wapata kitoweo. Habari ni katika ukurasa wa 7. Gazeti hili limeandika ACT kutinga ofisini kwa waziri, shtaki wasimamizi kufunga ofisi kutoa fomu wagombea upinzani. Habari katika ukurasa wa pili. Serikali ishtukia usafirishaji mabinti kutumikishwa kingono. Habari katika ukurasa wa 9. Bosi wa Da24 funguka siri ya kupotea kwake. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti Nipashe katika ukurasa wake mbele limeandika Gamondi au kubali muziki wa Azam FC. Habari katika ukurasa wa 24, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Nalo gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele, madhara ya kuchanganya pombe energy yatajwa, wanywaji hatarini kuchanganyikiwa, figo na ini kushindwa kufanya kazi vizuri, wataalamu wafunguka, wananchi washauri kuzingatia matumizi sahihi ya vinywaji hivyo. Utasa ni moja kati ya madhara yanayotajwa kusababishwa na mchanganyiko huu. Habari kama ile ni katika ukurasa wa pili. Serikali yaeleza kasi ujenzi wa miundombinu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Mafanikio tele filamu ya Amazing Tanzania. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika wataalamu EAC wapelekwa DRC kukabili homa ya nyani. Habari katika ukurasa wa 6. NMB ya mkosha Kikwete kuchangia shilingi bilioni 1 matibabu watoto JKCI. Habari katika ukurasa wa 5. Gazeti hili limeandika TANROADS serikali inaendelea kutenga fedha ujenzi wa barabara. Habari katika ukurasa wa 4, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Jicho letu sasa ni katika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na wazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi miaka 4 kishindo kikubwa. Dr. Mwinyi abaisha uchumi. Habari katika ukurasa wa 3. Makusanyo ya kodi yavunja rekodi. Habari ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Toleo maalum la miaka 4. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 11. Miradi ya dola bilioni 5.6 yatekelezwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Na sasa tulitazama gazeti wa Machinga lenye habari iliyopewa kipaumbele ni ZRA ya kusanya bilioni 76 Oktoba, yavunja rekodi ya makusanyo kwa ufanisi wa asilimia 102.65, huku kukiwa na ongezeko la bilioni 15.326. Mwitikio wa wananchi ulipaji kodi kwa hiari uongezeka Zanzibar. Kamishna Said aeleza mikakati. Habari katika ukurasa wa 5. Kikwete aipongeza NMB bilioni 1 matibabu ya watoto JKCI. Habari katika ukurasa wa 5. Katimba serikali itaendelea kufungua uchumi wa nchi. Habari katika ukurasa wa 4. Huduma za posta zazidi kuimarika kimataifa. Habari katika ukurasa wa 3. Uboreshaji bandari waongeza idadi abiria ziwa Victoria. Habari katika ukurasa wa 5, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga Jumatatu ya leo. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenyewe limeandika exclusive Diara Kamara mwanzo mpya, cheki mambo yalivyo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. 990 dakika alizocheza Diara, mechi 11 bila kuruhusu bao, mabao 3, mabao aliyoruhusu Kamara katika mechi 9. Zijazo ni Simba dhidi ya KMC kesho Jumanne, KMC Complex. Yanga dhidi ya Tabora ni Alhamis Novemba 7, Azam Complex Chamazi. Gazeti hili limeandika Arajiga the man of the match, Sila afunguka akimfukuzia Ziziki Yanga. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa 15. Gazeti hili limeandika Aisha Masaka Arsenal uso kwa uso, suluhu ya Wagosi ya mchefua au James. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Siri ya Wema na Uozu hii hapa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9. Teta akubali yaishe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika TPL Jumatatu na Tabora dhidi ya Mashujaa saa 10 kamili jioni. Al Hassan Mwinyi. Pata nakala yako ya gazeti Mwanaspoti usome kwa ndani zaidi habari hizi ambazo
zimepewa kipaumbele, na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kuwa nasi. Je, unasumbuliwa na magonjwa mbalimbali? Kutana na Dr. Mkwamba hii leo. Huyu ni mtaalamu wa tiba kutoka Tanga. Anatibu matatizo mbalimbali ya kiafya kama vile magonjwa ya tumbo, kukosa mtoto, matatizo katika ndoa, mapepo, majini na mashetani, lakini pia matatizo ya vidonda vya tumbo na magonjwa mbalimbali ambayo yameshindikana hospitali. Mpigie hii leo kupitia 0678121625 au WhatsApp namba kwa wale waliokuwa nje ya Tanzania kupitia 0752388329.